my life is in danger because last year mwezi wa 7 nilitoa clip ingine nikiwa ninaongelea mambo ya hiyo shamba for the first time, na my life ilikuwa miserable kuanzia then. Nilitekwa nyara, nikashikwa na maaskari 18 na nikazingiziwa bangi hadi niko na kesi kotini saa hizi. Kwa majina yangu ni Remi Chepto. Mimi ni president wa vijana Rongai na pia mimi ni president wa bunge la mwananchi. Leo niko mbele yenu nikisisitizia mambo kuhusu ile shamba ya administration na shamba za serikali ambazo zinagrabiwa Rongai. Leo ninaangazia kuhusu NCPB ambaye ilikuwako ni property ya serikali, na kwa saizi inakodishwa na watu, na wananchi wa Rongai na wakulima hawapati msaada vizuri kutoka kwa department ya agriculture. Hiyo NCPB ilikuweko iko na Rongai Millers, pia imeuzwa na ikajengwa nursery ya serikali. So sisi tunaomba serikali, kwa sababu waheshimiwa wetu ndio wale ambao tunawategemea watulindie na watufanyie kazi, hao wameamua kujitajirisha na mali ya wananchi. Tulikuwa na kesi ya shamba ya administration ambaye tuliangazia last year mwezi wa 7, na kesi iliamuliwa kiolela, na saizi tunaomba tujue koti ilisema nini kuhusu hiyo shamba, kwa sababu tukiongea saizi surveyor wa county wako kwa ground wanachukua coordinates na requirements ya kutafutia watu title deeds. So saizi Rongai kama ni municipality ama ni district hatujui penye tutakuwako na shamba ya facilities za serikali. Hatuna ofisi ya maji Rongai, hatuna ofisi ya kulipia revenues za serikali Rongai. Tunatumia 400 kwenda na kurudi kutoka Rongai hadi kambi ya moto, na tulijaribu kupeleka malalamishi, tumepeleka mpaka kwa serikali, tumepeleka mpaka kwa DCI. Hii barua nimetoka kuipeleka kwa county, kwa ofisi ya planner na pia kwa ofisi ya CEO, na bado hatujapata response. Tunaomba Land Commission ya serikali kuu ikuje mashinani, ikuje ituangazie Rongai Township itakuwa namna gani, kwa sababu as we speak right now hatuna facilities za serikali, na imekuwa ngumu sana kwa sababu mpaka ile jua kali ilikuwako isaidie pamoja na Kware Polytechnic imekuwa grabbed. Watoto wetu wamebaki kwa street wakifanya drugs, na watoto wasichana wame end up kukua young mothers. So ninaomba kwa kitengo cha human rights pamoja na women and gender wafike Rongai with immediate effect, kwa sababu as we speak right now watoto kati ya 100 watoto 60 wame drop out of school. Hatuna resources center, hatuna mahali popote vijana wanaweza pata skills. So nashukuru sana leo kwa sababu nimekuja mbele yenu tena. Hata kama maisha yangu iko hatarini, bado nitaendelea kusimama na ukweli. Mungu nisaidie. Moja, niko na agreement ambayo iliwekwa na wananchi wa Rongai pamoja na kanisa pamoja na administration, ambayo ilikuwa inasema hiyo shamba vile itagawanywa iweze kukua inasaidia watu wa Rongai. Na hizi ni map ambazo nimekuwa niko nazo, hata kwa last clip nilizitoa. So right now wale survey wanakuja kwa ground, wanaingiza zote bora wamepata pesa. Haijalishi kama uko na shamba ama hauna shamba Rongai, kama uko na pesa utapata shamba. So mimi nauliza serikali, kwa nini Rongai imewachwa nyuma kimaendeleo?
Kwa nini zoning imezidi Rongai? Rais, tulikuchagua sisi tukiwa tunataka maendeleo na tulichagua governor alete maendeleo Rongai mzima. Tuko na issue ya housing units. Shamba ya housing unit iligrabiwa Rongai na hatuna vile tutapata hiyo housing units. Na as we speak right now, hiyo housing unit imebaki tukiambiwa tutafute shamba. Sasa sisi wananchi tutatafuta shamba wapi, na serikali ndio wanafanya kazi ya kutafutia watu shamba. So mimi naomba serikali yetu na mtukufu rais, nilisikitika sana ulikuja Kiresoi ukisema uko kwa tour ya Nakuru, lakini haujameka point of kukuja Rongai. Rongai tunaomba ESP market ikiisha, Mheshimiwa Rais, kuja uangazie mambo ya shamba Rongai. Tuko na squatters ambao hawajawahi pewa chochote, na tunasikitika kwa sababu mpaka IDPs walikuja wakiwa wageni na wakapewa shamba. But wale squatters wa Moi na squatters wa Kenyatta hawajapewa shamba. Wako katikati ya town, maisha yao ikiwa very miserable. Ninashukuru. Kuna kitu inatendeka, grabbing iliendelea. Pahali ilikuwa kwa ofisi ya chief ya Umoja sublocation ilikuwa imeallocatiwa tujengewe, na mzungu Emish akatoa mawe ambayo ingejenga ofisi ya chief. Lakini to our surprise, chief amekuja kujenga nyumba ya rentals kwa nafasi ambayo ingejengwa ofisi ya chief. Hatuna ofisi ya veterinary Rongai. Ofisi ya Gesheha sublocation ndio imefanywa ikakuwa ofisi ya chief badala ikue ofisi ya veterinary clinic. So mimi naomba rais, kwa mara nyingine, kabla hata hujafika Rongai, tutumie Land Commission, National Land Commission na map ya Rongai ndio tuweze kujua facilities zinakuwa wapi, kwa sababu tutawachwa nyuma kimaendeleo na wakubwa na matajiri wanaangalia zile shamba ziko empty. Hiyo ndio shamba ambaye sisi tunataka kuona. Kulikuwa na shamba ya Minister of Works Rongai, saizi imefanywa na former MCA, imekuwa shamba yake ya kulima nyanya na kitunguu. In fact, nasikia saizi anaendelea kubadilisha lease, na yeye ndiye alisaidia kuuza kwa shamba ya Emish. Na hiyo shamba ilikuwa iko under lease na ilikuweko ingewekwa public participation, pia wananchi wa Rongai wahusishwe. So wageni walikuja wakanunua shamba na watu wa Rongai hawakuwa considered. Hatuna kiwanja ya mpira Rongai. Hatuna resources center ya vijana Rongai, na hata tukitengea pesa huwa hizo projects hazifiki kwa ground. My life is in danger because last year mwezi wa 7 nilitoa clip ingine nikiwa ninaongelea mambo ya hiyo shamba for the first time, na my life ilikuwa miserable kuanzia then. Nilitekwa nyara, nikashikwa na maaskari 18 na nikazingiziwa bangi hadi niko na kesi kotini saizi. So security authority yote wajue life yangu iko in danger. In case of anything, waulize politicians wa Rongai.